Kwa hiyo hii ni hatua ya pili, ni nzuri kabisa. Hatua ya tatu ni hatua ambayo tunasema kwamba ni ile send off. Ni kwa heri kwa heri, mkono wa kwa heri. Kwa hiyo wazazi hapa pia huwa wanapata nafasi ya kutoa ushauri kwa mtoto wao wa kike anavyokwenda kuishi na mwanamume, si ndio? Hatua ya mwisho huwa inamalizwa kwa ndoa, si ndio? Ndoa huwa tunaona mtoto wa kiume anaambiwa au anashauriwa namna ya kukana mke wake, si ndio? Ni wakati gani hapa, swali sasa, ni wakati gani ambapo hawa wazazi wanawaambia watoto kwamba kuna baada ya hatua zote hizi mlizopitia kuna hatua inayofuata, mtapata viumbe. Hawa viumbe mnapaswa muwalee vipi? Hiki kitu sikioni sana. Tunashaka kusema tu Mungu hawajalia watoto. Akiwajalia wanakuaje sasa? It's a problem. Mimi kwangu natoa ni kama challenge. Wazazi hapa, hii gap tunamwachia nani? Ni kweli hawa watakuwa watu wazuri, lakini wakishindwa kuwalea watoto wao vizuri itakuwaje? Tunapata majambazi. Msingi wa taifa ni familia. True. Kama tunapata watu wazuri katika taifa, maana yake misingi yake iko sawa sawa. Tukipata watu wabaya katika familia, tutapata watu wabaya pia katika nchi. Tutakuwa na wezi, tutakuwa na watu vibaka na nini na nini. Lakini tukifanya mzazi akichukua responsibility yake vizuri, ana uwezo wa kuisaidia familia, kwa sababu mtoto atakuwa potential, ataweza kuwa na mchango kwenye jamii, atakuwa na mchango kwenye taifa letu. Kwa hiyo you can see kitu sehemu moja inavyoathiri sehemu nyingine. Sasa mwalimu, kuna wale ambao tunaona wamepitia aina za malezi ambazo ni bora sana, singewafanya baadaye kuwa na tabia njema huko katika maisha yao ya kujitegemea. Lakini hali inakuwa tofauti. Nini huwa kinabadilika? Malezi ni sehemu moja, lakini ukweli pia mazingira yanaweza yakabadilisha tabia. Sawa? Ndio maana kuna msemo mmoja wanasema kwamba nionyeshe rafiki yako nikwambie tabia zako. Kama ambavyo nimesema kwamba tabia ni tendo ambacho kinafanyika kwa kujirudia rudia. Tendo linalofanyika kwa kujirudia rudia inategemea wewe uko na kina nani. Tunafahamu kuna watu kabisa anatoka labda familia ambayo hawatumii pombe, hawatumii madawa ya kulevya, lakini unakuta mtoto anakwenda au kampani yake ni watu ambao wanatumia vileo au madawa ya kulevya. After some time unakuta mtoto anatumia nini? Pombe au madawa ya kulevya. Sababu ni nini? Ni kwa sababu ya hawa watu ambao wamemzunguka, na kwa sababu yuko nao muda mrefu, kuna ile kushawishiana. Mtoto anabadilika, ana misbehave na anakuwa tofauti na misingi ya familia. Naam. Kuna namna pia wazazi inafika huwa wanachoka kusimamia malezi. Wanasema huyu paswa kichwa. Huyu baba yetu sisi alikuwaga mkali sana. Hiyo dictatorship, malezi yale ya kidikteta. Lakini nowadays amebadilika. Hebu kwa mfano Peti, labda nyumbani inaweza ikawa ni sehemu fulani huko, si ndio? Leo wewe umeshakuwa, labda unataka kuwa na familia. Ni kwa namna gani baba ataweza kile alichokiinject kwako, anaamini una jukumu ya kukiendeleza. Umekipata. Sawa? Nasemea kwa ambao sasa wamebaki. Maana kuna wale wadogo wanafuata. Mnaona sasa mbona walielewi kama sisi ile njia ambayo walitulea. Niko kwenye hiyo, mwenyewe nimefanywa hivyo, lakini ninaona kama sometimes mtu akizeeka, it depends. Mwingine anakuwa mwingine anashuka,
Yeah. Somehow I think there's something going on. Ni aina ya with the fikra ambayo age. tunakuwa nayo wengi kwamba ameshazeka sasa hivi ukali unapungua. Of course ni aina ya fikra, lakini kuna reality hapo. Kadri mtu anavyokuwa ndio uwezo wake wa kufanya kazi, wa kufanya maamuzi unapungua. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukakuta kwamba kama nyie kaka na dada mmelelewa vizuri, mnawasaidia wazazi kwa moldi katika ule mtindo ambao mmekulia, ili na wao waje wawe watoto wazuri. Sawa? Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo kwamba wazazi sometimes wanaweza wakapunguza nguvu, lakini kutokana na ile age mtoto kadri anavyokuwa, umekuwa na watoto 6, inawezekana wale 3 4 wakawa na malezi mazuri, na of course hata wazazi huwa wanaamini hivyo kwamba nikisha watoa hawa watoto vizuri, wanaofuata wanaweza wakaangaliana wenyewe. Alafu kuna wale wazazi wengine ambao nje sasa ndio unakuta wanakuwa na nguvu kubwa sana ya malezi, hasa kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa na tabia njema. Sasa mzee Petit anakuwa mnoko sana. Akikuta amesimama hata na kabinti pale anakuwa mkali, anakuja mpaka kwenu kwa wazazi wao kusemea na nini. Lakini watoto wake mbona ndo kama ni uuni wao ndo wanaongoza. Wanaenda ndani yeye anashinda kutengeneza. Okay. Iko hivi. Kwa mfano unaweza kukuta mwalimu ana watoto wanaowasimamia tabia zao ni nzuri. Lakini ukienda nyumbani tabia zao zinaweza zisiwe zinafanana na nacho kihubiri. Sasa pale iko hivi. Petiti au watumishi wa Mungu. Kuna mtu anafanya vibaya. Umeona? Kwa hiyo hapa kinachotokea ni nini? Kuna sehemu moja anaitreat kama role yake. Anapokuja huku anaona kama hawajibiki. Sasa akishindwa kuwajibika nyumbani, hawa watoto hawatakuwa kama uyoga. Yaani lazima watakuwa vile ambavyo wameachiwa. Watakuwa na malezi ambayo yameamuliwa pale nyumbani. Lakini kwa kuwa huku anakuja na anahubiri vizuri, watoto wanamuelewa na wanafanya, kesho watafanikiwa, wataonekana ni watoto ambao wana behave vizuri. Yes. The Bantu.